بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، فلقد أخرج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم رمضان يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار وتصفد فيه الشياطين. فيه ليلة خير من 1000 شهر من حرم خيرها فقد حرم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ndugu Waislamu, baada ya kutanguliza shukrani na sifa njema zote kwa Allah tabaraka wa taala ambaye ametuwafikisha kukutana katika nyumba hii miongoni mwa nyumba zake subhanahu wa ta'ala kwa madhumuni ya kukumbushana na kunasihiana katika yale ambayo yanafungamana na Uislamu wetu, na tunamtakia sala na salamu Bwana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ambaye ndiyo mwalimu mkuu wa umma huu, ambaye kaufunza Uislamu huu katika mafundisho yaliyokuwa mazuri, alayhi afdalu salati wa atammu taslim. Ndugu Waislamu, kwa hakika tupo katika mwezi wa Ramadhani, shahrul khairi wal barak, na tunamhimidi Allah tabaraka wa taala kutuwafikisha kudiriki mwezi huu wa Ramadhani, kwa kuwa kudiriki mwezi huu wa Ramadhani ni neema kubwa kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa ni wengi ambao waliutamani kudiriki mwezi huu wa Ramadhani lakini hawakuwafikiwa na Allah tabaraka wa taala katika hili.
lakini sisi ambao Allah subhanahu wa ta'ala manna alaina bihadhihi an-ni'mah, ambao Allah tabaraka wa ta'ala ametuwafikisha kwa neema hii ya kudiriki mwezi huu wa Ramadhan, yatakikana tumshukuru Allah kwa hili, kwa kutumia mwezi huu wa Ramadhan kuyafanya yale ambayo anayependa Allah na kuyaridhia, kwani kuyafanya hayo ni katika kumshukuru Allah tabaraka wa taala juu ya neema hii ya kudiriki mwezi huu wa Ramadhan. Na katika ambayo yanaonyesha Ramadhani ni neema ni yale aliyoyataja al-Allama al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala katika Lataif al-Ma'arif. Anasema bulughu shahri ramadhana wa siyamihi ni'matun 'azimah ala man aqdarahu Allah alayhi. Kudiriki mwezi wa Ramadhan na kufunga mwezi huo wa Ramadhan ni'matun 'azimah, hiyo ni neema kubwa kutoka kwa Allah kwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemwafikisha kudiriki mwezi huo, bali kufunga mwezi huo wa Ramadhan. Aelewe hiyo ni neema kubwa kutoka kwa Allah ambaye Mola wake subhanahu wa ta'ala amemwafikisha juu ya hilo. Lakini kadhalik wema waliotangulia as-sahaba ومن جاء بعدهم كانوا يسألون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ويدعونه بعد رمضان 6 أشهر أن يتقبل منهم. katika ile ambayo anaonesha fadhila za mwezi wa Ramadhan ni kwamba masahaba wa Mtume alayhi salatu wassalam walikuwa wakimwomba Allah tabaraka wa taala miezi 6 awafikishe katika mwezi wa Ramadhan, na baada ya kuondoka mfungo wa mwezi wa Ramadhan walikuwa wakimwomba Allah miezi 6 awakubalie ibada walizozitenda katika mwezi wa Ramadhan. Kwa nini hawa salaf walikuwa wakimwomba Allah tabaraka wa taala miezi 6 kabla Allah awafikishe katika mwezi wa Ramadhan? Walikuwa wakiyafanya haya kutokana na kuelewa kwao kheri zinazopatikana katika mfungo huu wa mwezi wa Ramadhan, kwa kuelewa kwao ibada mbalimbali zinazopatikana katika mfungo huu wa mwezi wa Ramadhan na hazipatikani katika miezi mingine isiyokuwa Ramadhan. Ametaja al-Imam al-Bukhari hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu katika kuonesha fadhila za mwezi wa Ramadhan. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, man sama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yeyote atakayeufunga mwezi wa Ramadhan akiwa na imani ya kumwamini Allah na kutaraji malipo kwa Allah tabaraka wa taala kupitia mwezi huo wa Ramadhan, kupitia saumu ya Ramadhan, akataraji ajri kutoka kwa Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, atasamehewa iliyotangulia katika madhambi yake. Kuonesha saumu ya Ramadhan na mwezi wake ni katika ile ambayo mja wa Allah akiufunga mwezi wa Ramadhan akiwa na imani ya kumwamini Allah na akataraji malipo kwa Allah kupitia ibada ya saum, atasamehewa iliyotangulia katika madhambi yake. Fadhila za mwezi wa Ramadhan ambazo wema waliotangulia walikuwa wakimwomba Allah miezi 6 kabla Allah awafikishe kudiriki mfungo huo mwezi wa Ramadhan. Lakini kadhalika katika ile ambayo yanaonesha fadhila za mwezi huu wa Ramadhan ni kupatikana
ndani ya mwezi huu wa Ramadhan ibada ya salatu tarawih ambayo haipatikani katika miezi mingine isipokuwa Ramadhan, kama alivyotaja al-Imam at-Tirmidhi rahimahullah ta'ala malipo yanayopatikana katika salatu tarawih. Akasema man qama ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, atakayesimama na imam kutekeleza ibada ya salatu tarawih mpaka akahitimisha imam sala hiyo, kutiba lahu qiyamul layla, ataandikiwa malipo thawab sawa na amesimama usiku kucha akifanya ibada ya salatu tarawih. Utakayosali na imam kwa muda wa masaa mawili au lisali 1.5 unaandikiwa malipo sawa na umesimama usiku kucha ukitekeleza ibada. Kuonesha mwezi huu wa Ramadhan ni shahrul khairi wal baraka, ni mwezi wa khairi, ni mwezi wenye baraka kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, jambo ambalo liliwapelekea as-sahaba wamwombe Allah tabaraka wa taala miezi 6 kabla Allah wafikishe katika mwezi huu wa Ramadhan kutokana na hizi ibada zinazopatikana katika mfungo huu wa mwezi wa Ramadhan. Lakini kadhalik ayuha nas, katika mwezi huu wa Ramadhan kuna tendo la Waislamu kufuturishana katika mwezi huu wa Ramadhan, jambo ambalo halipatikani katika miezi mingine, na kama litapatikana basi ni kwa uchache. Na katika yale ambayo yanaonyesha fadhila za Muislamu kumfuturisha Muislamu mwenzake ni hadithi aliyoitaja al-Imam at-Tabarani, hadithi kutoka kwa Zaid ibn Khalid al-Juhani radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, man fattara saima kana lahu mithlu ajri, yeyote atakayemfuturisha aliyefunga basi anapata malipo sawa na malipo anayoyapata yule ambaye amefunga saumu. Malipo anayoyapata yule ambaye ametekeleza ibada ya saumu, kisha wewe Muislamu ukamfuturisha, na wewe unapata malipo sawa na malipo anayoyapata kwa kule kutekeleza ibada ya saumu. Ayuha nasu ibadallah, hili ni jambo ambalo sisi Waislamu yatakikana tulipupie katika mwezi huu wa Ramadhan, bali tupupie kwa ujumla zile kheri zinazopatikana katika mfungo huu wa mwezi wa Ramadhan, kheri ambazo hazipatikani katika miezi mingine. Ayuha nasu ibadallah, lakini kadhalika saumu anayoifunga Muislamu ni sababu ya kuepushwa na moto wa Jahannam, kama alivyotaja sahaba Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, man sama yawman fi sabilillah ba'ada Allahu wajhahu 'anil nari 70 kharifa, yeyote atakayefunga siku moja kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala atauweka mbali uso wake na moto wa Jahannam kwa umbali wa kutembea miaka 70. Saumu ya siku moja. Itakuwaje yule ambaye ataufunga mwezi wa Ramadhani kwa ukamilifu, akafunga siku 29 au 30? Bila shaka hilo litakuwa ni sababu ya yeye kuepushwa na moto wa Jahannam. Ayuha nasu ibadallah, lakini kadhalika katika yale ambayo yanaonesha fadhila za mwezi wa Ramadhan ni yale ambayo ameyataja al-Allama Abu al-Faraj ibn al-Jawz rahimahullah ta'ala katika at-Tabsira. Anasema rahimahullah ta'ala, law qila li ahli al-qubur tamannaw la tamannaw yawman min ramadhana, law ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki walioko makaburini wakaambiwa watamani chochote katika dunia, anasema la tamannaw yawman min ramadhan, wangelitamani walau Allah awafikishe kudiriki japo siku moja katika mwezi wa Ramadhani. Kuonesha mwezi huu wa Ramadhani ni mwezi wa kheri,
mpaka ndugu zetu waliotangulia mbele ya haki wanatamani kudiriki japo siku moja katika mwezi wa Ramadhan. Tumomba Allah tabaraka wa taala atuafikishe katika mwezi huu wa Ramadhan kutenda yale ambayo anayeridhia na anayapenda subhanahu wa ta'ala, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Ayuha an-nasu ibadallah, hakika bwana mtume alayhi salatu wassalam unapoingia mfungo wa mwezi wa Ramadhan, kama alivyotaja al-Imam al-Bukhari hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, alikuwa akiwapa bishara za khairi masahaba, akiwaambia as-sahaba, qad ja'akum shahru Ramadhan shahrun mubarakun kataba Allahu alaykum siyamahu, hakika umekujieni mwezi wa Ramadhan, mwezi uliobarikiwa na Allah tabaraka wa taala. Kataba Allahu alaykum siyamahu, Allah subhanahu wa ta'ala amefaradhisha juu yenu nyinyi waislamu kufunga mwezi huu wa Ramadhan. Fihi tuftahu abwabul janna, katika mwezi wa Ramadhan hufunguliwa milango ya pepo ili muislamu azikimbilie zile kheri ambazo zitakuwa ni sababu ya kuipata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa tughlaqu fihi abwabun nar, bali katika mwezi wa Ramadhan hufungwa milango ya moto, hufungwa milango ya moto katika mwezi wa Ramadhan. Wa tughlaqu fihi ash-shayatin, bali katika mwezi huu wa Ramadhan hupigwa cheni mashaitani ili wasiwashawishi waja wa Allah kuyaendea madhambi na maasiya. Kisha akasema mtume alayhi salatu wassalam, fihi lailatun khairun min alf shahr, katika mwezi huu wa Ramadhan panapatikana usiku ambao muislamu kutekeleza ibada katika usiku huo ni bora kuliko kutekeleza ibada katika miezi 1000 isiyokuwa na Lailatul Qadr. Akiukusudia usiku wa Lailatul Qadr, atakayeafikiwa kufanya ibada ndani ya usiku huo, basi ni bora kuliko kutekeleza ibada katika miezi 1000 isiyokuwa na Lailatul Qadr. Man hurima khairaha faqad hurim, atakayenyimwa kheri za usiku wa Lailatul Qadr, kwa hakika huyo amenyimwa kheri kisawa sawa. Ni wajibu juu ya Waislamu kupupia na kujipinda katika ibada katika mwezi huu wa Ramadhan, kwa kuwa mwezi huu wa Ramadhan ni neema kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Wa illa, ni wangapi ambao unaofahamu ulifunga nao katika miaka iliyopita, leo hii wako wapi? Saru min sukani alqubur yantadhuruna alba'tha wan nushura, leo hii wamekuwa ni wakazi wa makaburini, wanasubiri kufufuliwa kwa Allah tabaraka wa taala, na wanatamani lau wapate siku moja katika mwezi huu wa Ramadhan ili waje watekeleze ibada na khairi zinazopatikana katika mfungo huu wa mwezi wa Ramadhan. Kam kunta ta'rif mimman sama fi salaf min baini ahli wa jirani wa ikhwani afnahum al-maut wastabqa ba'dahum hayyan fama aqrab al-qas min ad-dani. Ni wangapi ambao unaofahamu ulifunga nao Ramadhani ya miaka iliyopita katika ndugu zako, marafiki zako na majirani zako, afnahumul maut, umauti umewachukua, wastabqa ba'dahum hayyan, kisha umauti ukakuacha wewe hali ya kuwa uko hai. Jiulize, kaa chini utafakar kwamba wale ambao ulifunga nao katika miaka iliyopita, je, wao hawakuwa ukimtii Allah? Hivi wewe kubaki mpaka muda huu umeafikiwa kudiriki mwezi wa Ramadhan, je, hili ni dalili ya kwamba wewe una aina nyingi za ibada ambazo unazifanya kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala? Na wale ambao ulifunga nao katika miaka iliyopita leo hii wako makaburini, hivi hawakuwa wakimcha Allah mithili ya unavyomcha wewe? La, hiyo ni neema amekuafikisha Allah, yatakikana umshukuru Allah juu ya hilo kwa kufanya khairi na ibada zinazopatikana katika mwezi huu wa Ramadhan. Na kama ambavyo tunaelewa kwamba mwezi huu wa Ramadhan umefaradhishwa kwetu sisi Waislamu kwa malengo maalum. Ya ayyuhalladhina amanu
kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, enyi ambao mmemwamini Allah tabaraka wa taala, mmefaradhishiwa kufunga mwezi wa Ramadhani kama walivyofaradhishiwa waliopita kabla yenu, ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Malengo ya kufaradhishwa mwezi wa Ramadhani kwetu sisi ni ili tupate kumcha Allah tabaraka wa taala. Ramadhani hii ni mfano wa semina kwetu sisi Waislamu. Katika mwaka mzima Allah akajalia mwezi mmoja huu wa Ramadhani ni mwezi wa Waislamu kujikurubisha kwa Allah kwa aina mbalimbali za ibada ambazo hazipatikani katika miezi mingine, ili hasa baada ya kuondoka mfungo wa mwezi wa Ramadhani waendelee kubaki katika mstari wa kumcha Allah tabaraka wa taala. Allah akaweka katika mwezi huu wa Ramadhani aina mbalimbali za ibada ili sisi tuongeze imani zetu kwa Allah, ili sisi tuingie katika orodha ya wale ambao wanamcha Allah tabaraka wa taala. Hatakuwa na utaratibu wa kufunga saumu za sunna kabla ya mwezi huu wa Ramadhani. Allah akaifaradhisha Ramadhani tufunge siku 30 au 29, hali ya kuwa ni mazoezi kwetu sisi Waislamu. Hata baada ya kuondoka mfungo wa Ramadhani tuendelee kufunga saumu za sunna, tuendelee kujikurubisha kwa Allah kupitia saumu za sunna. Ikiwa umeweza kufunga mwezi wa Ramadhani siku 29 au 30, lipi ambalo linakushinda kufunga saumu za sunna baada ya kuondoka mfungo wa mwezi wa Ramadhani? Hatakuwa na utaratibu wa kusimama qiyamul layl, lakini katika mwezi huu wa Ramadhani nafsi zimekuwa dhalili, watu wanasali salatu tarawih, jambo ambalo hawakuwa wakilifanya kabla ya mwezi wa Ramadhani. Basi hilo tuendelee nalo hata baada ya kuondoka mfungo wa mwezi wa Ramadhani. Haya ndiyo malengo ya Allah kuifaradhisha Ramadhani kwetu sisi, ili tuendelee kubaki katika mstari wa kumcha Allah tabaraka wa taala. Katika mwezi huu wa Ramadhani watu wanapupia katika kila aina ya ibada ambayo itakuwa ni sababu ya wao kufuzu kwa Allah. Watu wamekuwa na ikbali ya kukisoma kitabu cha Allah, jambo ambalo hawakuwa wakilifanya katika miezi iliyopita. Leo hii watu wanapupia, wanakimbilia kuwafuturisha Waislamu kwa aina mbalimbali za vyakula wavipendavyo, jambo ambalo hawakuwa wakilifanya katika miezi iliyopita. Hii ni semina kwetu sisi Waislamu, tuziendeleze hizi ibada ambazo tunazifanya katika mwezi wa Ramadhani hata baada ya kuondoka mwezi wa Ramadhani. Tujitahidi katika hilo, na haya ambayo tunayafanya ni maandalizi yetu, ni akiba kesho mbele ya Allah tabaraka wa taala. Watazawadu fa inna khayra zadi taqwa, chukueni akiba, chukueni maandalizi katika mwezi huu wa Ramadhani, katika maisha haya ya kidunia. Na kwa hakika bora ya akiba, bora ya maandalizi ya kukutana na Allah ni sisi kumcha Allah kwa kutekeleza ibada zinazopatikana katika mwezi huu wa Ramadhani. Idha anta lam tartahil bizadin min at-tuqa wa laqaita ba'da al-maut man qad tazawwada nadimta an la takuna kamithlihim lahum zad wa anta bighayri zad. Ikiwa wewe Muislamu haukujiandaa katika mwezi huu wa Ramadhani na katika miezi mingine kwa kuchukua akiba ya kumcha Allah tabaraka wa taala, walaqaita ba'da al-maut man qad tazawwada, kisha baada ya kufa na kurejea kwa Allah ukakutana na wale ambao walichukua maandalizi, walichukua akiba katika mwezi huu wa Ramadhani na katika miezi mingine, akiba ambayo itawafaa mbele Allah, akiba ambayo itakuwa ni sababu ya kuepushwa na moto wa jahannam na kuipata pepo ya Allah. Nadimta an la takuna kamithlihi, utajuta na kutamani laiti ungelikuwa kama wao, laiti ungelifanya ibada, laiti ungelifanya maandalizi katika mwezi wa Ramadhani na miezi mingine. Nadimta an la takuna kamithlihi lahum zad wa anta bighayri zad, wenzako wana zawadi kwa kuwa walifanya ibada, walikimbilia khairi katika mwezi wa Ramadhani na katika miezi mingine. Wa anta bighayri zad, na wewe huna akiba itakayokufaa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Tukupie kufanya ibada katika misimu ya khairi kabla haijafika wakati wa sisi kujuta mbele ya Allah tabaraka wa taala. Lakini kwa masikitiko makubwa, Waislamu
wameafikiwa kudiriki mwezi wa Ramadhan, lakini ma'al asaf utawaona katika salatu tarawih. Wako waislamu toka wafikiwa na mwezi wa Ramadhan hawajawahi kuswali salatu tarawih. Waislamu wameafikiwa kudiriki mwezi huu wa Ramadhan ambao wema waliotangulia walikuwa kimwomba Allah miezi 6 kabla wafikiwa kufika mwezi wa Ramadhan. Muislamu ameafikiwa kudiriki msimu huu wa kheri, lakini hajawahi kukishika kitabu cha Allah, hajawahi kuyasoma maneno ya Allah tabaraka wa taala. Muislamu ameafikiwa kupata msimu huu wa kheri, lakini hajawahi kumfuturisha walau muislamu mmoja toka amefikiwa na mwezi wa Ramadhani. Aibu kwa muislamu. Muislamu amefikiwa na mwezi wa Ramadhani na hajachukua fursa ya kufika mwezi wa Ramadhani kutubu kwa Allah, kutaka at-tauba wal istighfar kutokana na madhambi ambayo alimkosea Allah tabaraka wa taala. Muislamu yupo tu katika mwezi wa Ramadhani, hajatumia fursa ya mwezi huu wa Ramadhani kutubu kwa Allah kutokana na madhambi aliyomkosea. Bwana Mtume alayhi salatu wassalam, kama ilivyokuja hadithi, alipokuwa akipanda katika mimbari ya al-Jum'a alisikika akisema amini mara 3. Alipoulizwa na masahaba, kwa nini ulikuwa ukiitikia amin hali ya kuwa sio kawaida yako? Akasema, alinijia Jibril akaomba dua na mimi nikaitikia dua alizoomba Jibril. Katika dua ambazo aliomba Jibril wakati Mtume akipanda katika mimbari ya al-Jum'a, Jibril alisema, raghima anfu rajulin adraka ramadhana falam yughfar lahu. Amekula hasara yeyote ambaye ataudiriki mwezi wa Ramadhani kisha ukaondoka mfungo wa mwezi wa Ramadhani na asisamehewe madhambi yake. Amekula hasara. Muhammad akaitikia amin. Aliomba dua Jibril alayhi salam, kiongozi wa malaika wa Allah tabaraka wa taala, na aliyeitikia dua Muhammad alayhi salatu wassalam, kiongozi wa mitume na manabii alayhi salatu wassalam. Pia waislamu kuzikimbilia kheri katika mfungo huu wa mwezi wa Ramadhani, lakini kadhalika kwa kumalizia katika kheri za mwezi huu wa Ramadhani na huruma ya Allah kwa waja wake waislamu ni Allah kuweka baraka katika chakula cha daku, na akalihimiza hilo Bwana Mtume alayhi salatu wassalam katika hadithi nyingi. Miongoni mwa hadithi ambazo zinahimiza masala ya kula daku kwa kuwa ndani yake kuna baraka aliyoiweka Allah ni hadithi aliyoitaja al-Imam al-Bukhari kutoka kwa Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu. Anasema Mtume alayhi salatu wassalam, tasahharu fa inna fi as-sahuri baraka, kuleni daku kwani kwa hakika katika kula chakula cha daku kuna baraka. Chakula ambacho unakila wewe Muislamu ili kikusaidie mchana wa saumu yako, lakini bado Allah akaweka baraka katika chakula hicho. Sio hilo tu, katika fadhila za kula daku ametaja hadithi sahaba Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, anasema inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'ala al-mutasahhirin. Fadhila za kula daku, hakika Allah na malaika wake wanawasalia wale wenye kula daku. Allah kumsalia mja wake aliyekula daku ni kumtaja kwa uzuri mbinguni mbele ya malaika, na malaika kumsalia mja wa Allah ni kumtakia istighfari na msamaha kwa Allah. Tendo la wewe kula daku unatakiwa istighfari na malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni jambo ambalo yatakikana Muislamu asiliache kwa kuwa ndani yake kuna baraka alizoziweka Allah. Bali Mtume akalihimiza jambo hili hata kwa yule ambaye amekosa chakula, akasema kula daku, tasaharu walau bijur'atin min ma, kula daku walau kwa funda la maji. Umekosa chakula, basi angalau kunywe maji ili upate kuswaliwa na Allah, upate kuswaliwa na malaika wa Allah tabaraka wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula
atuwafikishe katika mwezi huu wa Ramadhani.